Unaitwa nani? Twaibat. Twaibat. Wewe ni asili yako ni wapi? Nyatoro. Nyatoro. Okay. Wewe mtoto wangapi kwa familia? Watatu. Kati ya watoto wangapi? 5. 5. Huko Unyaturu umetoka lini? Ni muda sana. Ni muda sana. Ninaona madai na naona ni document. Nikisema document unaelewa? Yaani naona nyaraka. Nyaraka hizi ni madai. Ni madai ambayo yapo. Sasa ninapoongea na wewe, ninaongea na watu wa familia yako, ninaongea na wewe, ninaongea na ndugu zako, kwa wako na watu wako wa karibu. Ninaona document. Kicha kwanza naona yani ni nyaraka ambazo kuna madai. Kuna madai. Kitu gani ambacho unakifahamu kuna madai yanayoendelea ambayo yapo? Hapana, sikufahamu. Kwenye familia yenu ambayo unatokea, hakuna mzozo wowote ambao upo katikati ya ndugu unaoendelea? Kwa sababu naona nyaraka na naona ardhi. Kuna kitu gani kinachoendelea kinachohusiana na ardhi? Vipo. Ni nini? Ni kwamba kuna mashamba ambayo yalichukuliwa bila sisi kujua. Pigia makofi Roho Mtakatifu. Kwa sababu nimeona document. Wakati anakuja naona document. Roho Mungu ananipeleka ananiambia ardhi. Sasa hapa ameeleza kuna mashamba. Haya mashamba ni ya nani? Ni ya baba. Na baba yuko wapi? Yuko Singida. Mama? Yuko Singida. Haya mashamba yalichukuliwaje? Sifahamu sana, ila wakati umefikia kipindi cha kulima tukaenda shambani tukajua kama mashamba yameshachukuliwa. Yamechukuliwa na mtu mwingine? Ndio. Yaani maana yake amejimilikisha? Ndio. Na hili jambo lina muda gani? Lina muda mrefu sana. Miaka mingapi unaweza ukawa unafahamu? Sifahamu. Baba anafuatilia ama pengine ndio ameshagaini? Ameshaacha. Ameshaacha? Oh my Jesus. Yaani ameacha kabisa. Haleluya. Unaona watu wanapopokonywa. Yaani kitu cha kwako unaibiwa. Alafu ukishaibiwa unaweza ukapigwa ndumba ya kutokufuatilia. Niseme kabila langu umeshikwa hivi na askari unauliza ile koyo unasema ndo tabu huku umeshikiliwa. Yaani kuna kitu unapigwa alafu unasema ndo tabu ama nimeacha. Kumbe mwenzako amekupiga juju ili uache maisha yaendelee. Yaani unaridhika na unakujipa moyo, nilizaliwa sina kitu, nitapata kingine, ndio hupati. Yaani kuna namna ambavyo unaweza ukapigwa ili usifuatilie iliyo haki yako. Ndicho ambacho nakiona kwa huyu binti na familia yake. Ile ni haki yenu. Kama utapata nafasi utaniunganisha na baba. Ongea naye kwanza. Alafu ukishaongea naye akiwa na uwiano nitamwambia nini afanye. Kwa sababu ninaona ni haki yenu. Na kama atachukua hatua maana yake itarudi. Bwana pesa sana. Pigie makofi Roho Mtakatifu. Ongeza tena. Unaruhusu niendelee? Unaolewa lini? Sijui. Hujui? Kweli hujui? Wanaume wote ni sawa ama wako tofauti? Sijui. Usiseme hujui. Jibu la sijui halipo. Nataka jibu. Mnakaa msemo kenu kale. Eti wanaume ni wale. Hapana. Wako tofauti. The way unavyoongea, unajua ile flow ikienda hivi, unaruhusu flow ya Mungu inakuwepo. Ile unapoweka delay pia unaruhusu kama frequencies unazikatisha. Naona umepigwa matukio kwenye moyo wako. Ndio. Na wavaa suruali. Naona changamoto kwenye eneo la elimu. Wewe elimu yako siweza kuendelea shule. Ndio maana nimeona changamoto. Niliishia darasa la 7. Sababu wakati nasema nikuombee, Roho Mungu ananionyesha kwenye eneo la elimu. Na ile eneo la elimu manake kama lisiposhughulikiwa watoto wako hawataendelea kama ambavyo wewe ukuendelea. Kwa Mungu anaona na leo anataka kuondoa kitu ambacho kitakuja kuweka barrier ama kitakuja kuweka kizuizi kwa watoto wako wasiendelee kwenye elimu. Kitu gani ulianza kujifunza na kisha haukuendelea? Cherehani. Pigie makofi Roho Mtakatifu. Nini kilipelekea uishie njiani? Kuna kipindi nilikuwa
shida. Ndio. Na mambo ndogo. Ndio. Kwa hiyo hakutaka niendelee. Ninaona moyo wako una maswali mengi ambayo wakati mwingine hayana majibu. Yaani unajiuliza vitu vingi sana. Mojawapo, maisha yangu yatakuwaje? Mbili, baada ya hapa nini kinafuata? Tatu, mbona siwezi kurudi nyumbani? 4, nani atakayenishika mkono kutoka hapa nilipo niende sehemu napotakiwa kwenda? Mungu anakupenda. Kathleen, Deborah, haya majina unaweza ukanipa maelezo? Kathleen, Deborah. Watoto wa baba mkubwa. Pigie Bwana Yesu makofi. Watoto nani? Wa baba mkubwa. Watoto wa baba wako wapi? Wako Singida. Ninaona kuna wakati unawafikiria. Wao wanafanya nini? Deborah anasoma. Na Kathleen? Yeye bado simjui. Mungu ananiambia msaada wako upo katika kumtegemea yeye. Ninaona utakapoamua kuyasalenda maisha yako kwa Yesu, kuna mtu unakutanishwa naye, na huyu mtu anakushika mkono. Atakuwa ni sehemu ya msaidizi wa hatima yako, ambaye Mungu ameweka baadhi ya maswali anayo majibu huyo mtu, na hayo majibu ya maswali ulionayo yataleta faraja na matumaini na kuona nuru kwenye maisha yako. Unatakiwa uwekeze sana katika kumpenda Mungu, kumtafuta Mungu, kwa sababu msaada wako uko ndani ya Kristo. Na kama utamwacha ukaenda kwa namna nyingine, adui amejiandaa kukutumia kwa namna nyingine. Ninaona Mungu anakuheshimisha, na naona utakuwa na biashara. Utakuwa na biashara tu kubwa. Naona duka, na hili duka naona kuna nguo. Alafu ninaona kuna hali ya kubadilishana fedha. Maana yake biashara ya kifedha pia ndani. Na naona biashara hii utaanza, lakini pia utatoka, utakwenda kufanya kitu kingine. Ninaiona biashara ya nguo. Kwenye maisha yako umewahi kutamani kufanya kitu gani? Biashara. Aina gani ya biashara? Nguo. Mpigie Bwana Yesu makofi. Naingia kwenye simu yako kidogo. Niingie kidogo. Mimi nataka kuingia, sio naingia unipe, naingia rohoni. Kuna chatting zinazoendelea. Naona chatting. Hiyo chatting achana nayo. Mwangalie Mungu. Mungu anakufanyia jambo jipya. Umeelewa? Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chatting hizo na simu yako isiingize jambo lolote lisilompa utukufu Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen.